Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akawa anashughulika na mambo yake mwenyewe, ili kwa maana ya kwamba pangekuwa na kelele za namna hiyo yoyote, Bwana Yesu asifiwe sana, isingewezekana Mungu kufanya vitu ambavyo angeweza kuvifanya kwenye maisha yetu. Bwana asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Mstari wa 3 inasema Mungu akasema na iwe nuru, ikawa nuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Mungu akaiona nuru kuwa ni njema, Mungu akatenga nuru na giza. Na hivi yote anafanya Mungu, Bwana Yesu atubariki sana, anafanya Mungu katika hali ya ukimya. Bwana Yesu atubariki sana. Haleluya. Akaita nuru mchana na giza akaita usiku, ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Bwana asifiwe sana. Sasa katika hii ninayotaka kuisema, ili kujua ya kwamba ni namna gani ambavyo tunaweza tukafanya au tukatenda au tukaomba ili Mungu atende. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwalimu anapokuwa darasani, amen, somo lake anapotaka kulifundisha lieleweke vizuri, Bwana Yesu atusaidie, anatamani sana wanafunzi wawe kimya. Amen. Pakitokea yoyote tu yule ambaye anayepiga kelele darasani, mwalimu yuko tayari kuchukua fimbo amchape ili yule mtu akae nini? Au akiona ya kwamba inashindikana yule mtu akae kimya, nadhani wote mmeshapitia shule, mwalimu lazima atamwambia toka nje, utarudi baada ya kipindi chako. Bwana Yesu atusaidie sana. Jina la Bwana libarikiwe. Ni nini mwalimu anachokihitaji? Ule ukimya ndio utakufanya wewe uelewe. Ule ukimya ndio utakufanya wewe utafakari. Ule ukimya ndio utakufanya wewe utambue, kusema kwamba kumbe ndio hivi. Bwana Yesu atubariki. Na Mungu naye anapotaka kufanya vitu vingi katika maisha yetu, kuna wakati anatamani kuona ya kwamba sisi tuwe na nafasi. Bwana asifiwe sana. Nafasi ile ya ukimya tumwachie yeye ashughulike na ualimu, sisi tubakie kama wanafunzi. Bwana Yesu atusaidie. Jina la Bwana libarikiwe. Tuko pamoja? Maana yake ni kwamba mwanafunzi yoyote ambaye hana usikivu, hajui kutulia, yeye ni vurugu, mara nyingi kunaashiria kwamba tutapata wanafunzi ambao wenye shida, ambao ndani yao watakuwa hawana elimu yoyote. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nilisema wakati fulani katika ile Marko sura ya 13, maandiko yanasema Herode akamuuliza Yesu. Bwana asifiwe sana. Wewe ndiye mfalme wa Wayahudi? Amen. Amen. Wewe ndiye mfalme wa Wayahudi? Jina la Bwana libarikiwe. Yesu akasema wewe wasema. Haleluya. Chini yake wakasema, wakamuuliza maswali mengi, lakini Yesu akakaa kimya. Kukaa kimya kwa Yesu, maandiko yameandikwa pale, yanasema Herode akastaajabu. Kuna wakati maisha yako yakiwa na ukimya fulani, ukawa unaendelea na mambo yako wewe mwenyewe, uwaga yanaleta staajabu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Mfano mmoja wapo nataka kuwapa, utakuta asubuhi na mapema wewe unaamka, unakuta kuna watu wengine ambao walifanya vurugu katika ulimwengu wa giza wakati wa usiku.
wao utaona asubuhi na mapema, odi, habari ya saa hizi, mnaendeleaje huko ndani, mmelalaje huko ndani. Anataka kusikia kulikuwa na kelele gani huko ndani, ili zile kelele aendelee nazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini nafika mahala kunakuwa nini? Kimya. Jina la Bwana libarikiwe. Unapofika tunaanza kusema mimi sijui neno lolote. Mimi nachojua tu Mungu ni mwema, amenibariki na nimeliona asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi kutambua lile ambalo lililoendelea, kwa sababu ukishasema humu ndani hatukulala, humu ndani kuko hivi, humu ndani kuko hivi, yeye furaha yake ni kuona hizo kelele